Bana, movie yetu inaanza katikati ya pori zito ambako tunaona baadhi ya watu walikuwa wamepata ajali katika ndege. Ndege hii ilikuwa imepata ajali kwa kuna watu wachache ambao walikuwa wameweza kusalia katika jambo hili. Basi walikuwa wameweza kutua katika eneo ambalo kuna barafu kali sana. Na barafu hii ilikuwa inawaathiri watu wengi waliokuwa katika eneo hili hapa. Basi kuna mtu mmoja ambaye katika movie ndio Sterling anaitwa Otway. Otway ni mmoja kati ya mwamba alikuwa anafanya kazi katika kampuni moja ambayo kampuni ile inaweza kumwajiri yeye kama vile mfetu wa risasi na kuweza kuadhibiti wolf waliokuwa wanaweza basi kuadhibiti baadhi ya wafanyakazi waliokuwa wanafanya kazi katika kampuni hiyo. Basi katika kampuni hiyo yeye mwamba alikuwa anatimiza jukumu lake pale ambako bosi wake ameweza kumwambia na kuweza kumwachia baadhi ya kibunda. Ila katika siku ya leo basi baada ya ajali hii kuweza kutokea, alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye anawajua wolf wanaokuwa wanapatikana katika eneo hili la barafu. Basi kulingana na kwamba watu wengi walikuwa wameweza kusalia katika eneo lile pale, alikuwa na direct na alikuwa anawapa moja kati ya sheria ambazo hao wolf walikuwepo wanazingatia kipindi ambacho wanakuwepo katika park yao. Kwanza kabisa wao walikuwepo ndio walioweza kuingia katika park ya hao wolf. Kwa hiyo wanapaswa wawe na hekima, lakini pia wanapaswa wawe na busara. Kitu kingine ambacho aliweza basi kuambia marafiki zake ni kwamba wanapaswa kuwa na heshima, na pindi watakapokuwa wameweza kuona wolf wanapaswa waweze kuwasha moto haraka sana, kwa sababu wanyama wengi nyakati za usiku huaga wanaogopa moto, lakini pia nyakati hizo na wenyewe pia wanaweza wakafanyia mambo ambayo si ya kawaida. Otway alikuwa ameshaishi na hawa viumbe kwa muda mwingi, kwa alikuwa anajua sheria zao. Baada ya kuweza kuambia marafiki zake nini ambacho ni cha kufanya na nini ambacho si cha kufanya, basi alikuwa ameweza kutimiza lile ambalo ni jukumu lake kwa ajili ya kuweza kuwasaidia miambao. Baadhi ya marafiki zake waliweza kuuawa, walikuwa wamebakia watu 7 tu katika ajali ile. Lakini hapo katika ajali hii mwamba alikuwa anajaribu kuweza kuwalinda hata wenzake kipindi ambacho anakuwa katika changamoto mbalimbali. Walikuwa wanapokezana katika shift mbalimbali kipindi ambacho ni nyakati za usiku. Mmoja wao anawalinda na mwingine pia anaenda kulala. Pia walivyoenda basi kulala katika nyakati hizi, mmoja wao aliweza kuuawa nyakati hizo za usiku kwa sababu alikuwa ameweza kujiingiza katika mchakato ambao si sahihi. Anaenda kukojoa, na baada ya kwenda kukojoa katika eneo moja, basi aliweza kuweka mwenge wa moto chini. Basi wolf aliweza basi kwenda kumvamia, na mwisho wa siku asubuhi walivyoamka walikuta kwamba mwamba tayari ameshakufa. Nyakati hizo walipanga kwamba aende kuingia katika moja kati ya miti ambayo miti hiyo inawezekana kwamba kukaa angalau kuna aueni katika eneo hilo. Basi Otway alichukua marafiki zake ambao hivi sasa kwamba bakia 6, wote kwa pamoja waliweza kujikusanya na waliweza kukusanya moja kati ya vitambulisho vyao vyote ya baadhi ya watu ambao walikuwa wameweza kufa katika eneo lile pale, na kisha wakaanza safari yao. Walifunga safari yao, lakini mwisho wa siku wolf bado walikuwa wanazidi kufuatilia katika pande mbalimbali. Nyakati hizi zilikuwa nyakati mbaya sana katika kipindi ambacho baridi ilikuwa kali, baridi ilikuwa ni ya kutisha. Pia Otway alikuwa anahakikisha kwamba marafiki zake wote wanakuwa salama. Wolf walizidi kuwazungukia pande zote za miti pamoja na mabonde. Miamba walikuwa katika hali mbaya kwa sababu kujaribu kufikiria kwamba hii barafu ilikuwa ni barafu ambayo ina kina kirefu. Kwa hiyo walikuwa wanatembea juu ya barafu na miguu yao pia ilikuwa inazidi kuchoka. Ikumbuke kwamba hawakuwahi kula hata siku moja chakula ambacho kilikuwa kimeweza kupikwa na mtu yote. Aidha katika eneo hili hapa ilibidi sasa wao wenyewe binafsi waanze basi kuwawinda hao wolf. Tunarushwa katika upande ambako kijana mmoja anaitwa Diaz aliweza kuvamiwa na wolf. Kipindi ambacho alikuwa ameweza kuvamiwa na wolf, yeye mwenyewe binafsi alishangaa ni namna gani ambavyo wenzake waliweza basi kumsaidia ili aweze kuchomoka katika jambo lile. Walimuua yule wolf, na mwisho wa siku wakaamua sasa kuchoma nyama ya yule wolf ili aweze kujipatia chakula. Nyakati za usiku waliweza basi kushawishiana, kila mmoja wao aweze basi kukamata fimbo. Lakini Diaz alikuwa ni mmoja kati ya kijana ambaye ni mkorofi sana. Walikula nyama ya wolf kipindi ambacho watu wengi wanasema kwamba hawezi kula nyama ya mbwa kama watu wa huko Iringa. Basi katika siku ya leo huyu Diaz pamoja na wenzake waliamua kula nyama hiyo. Kisha kibaya zaidi ambacho aliweza kukifanya katika kipindi hichi ni kwamba huyu Diaz alikuwa anajitapa sana, na mwisho wa siku akatupa moja kati ya kichwa cha yule wolf waliokuwa wameweza kumuua. Na mwisho wa siku Alpha pamoja na kundi zima walikuwa katika eneo lile pale. Nyakati hizo kipindi ambacho ameweza kutupa kile kichwa, basi kelele nyingi za wolf ziliweza kusikika, na pia wale wolf inamaanisha kwamba walikuwa wako tayari kwa ajili ya kuweza kulipiza kisasi. Otway alikuwa amesheza gundua jambo lile. Diaz alikuwa ni mkorofi sana katika kundi hili la watu ambao walikuwa wameweza kubaki. Kwa hivyo sasa kwa mbaki watu 5 tu katika kundi zima. Pia kipindi ambacho wanajaribu kuweza basi kuhama katika eneo moja kuelekea katika eneo lingine, kuna huyu Blackman katika eneo hili hapa alikuwa na changamoto ya kifua. Baridi ilikuwa kali sana katika eneo hili ambalo ni la barafu. Basi nyakati za usiku walipoweza kulala, asubuhi ilipoweza kufika walimkuta Blackman tayari alikuwa ameshaga dunia. Dunia ilikuwa
ilikuwa imsubiri hata kidogo. Otwin alikuwa anakumbuka nyakati tofauti akiwa na wanae pamoja na mpenzi wake. Pia nyakati hizo zilikuwa nyakati ambazo na yeye mwenyewe binafsi anajitenga kwa ajili ya kwenda kugundua wapi ambako tutaelekea baada ya jambo hili lote. Basi usiku wa pili uliweza kufuata baada ya Blackman kuanza kufariki. Walifunga safari yao nyakati ambazo ni za asubuhi. Wakaplani kwamba angalau waweze kufika katika msitu huo mzito. Wakagundua kwamba katika msitu kuna njia ambayo inaweza basi ikawafikisha wao katika eneo ambalo wanaweza basi wakapata msaada. Walifunga safari hii na mwisho wa siku walienda katika msitu huu kupitia mmoja kati ya kamba. Na kamba hiyo iliweza kuwavusha wachache, lakini mmoja wao aliweza kufariki katika kamba hii. Kwa hiyo ni moja kati ya njia ambayo wenyewe binafsi walikuwa wanapungua mmoja baada ya wengine, lakini bado Wolf walikuwa wanazidi kufuatilia katika maeneo tofauti. Basi naye Diaz katika nyakati hizi walibaki washikaji watatu tu, ambako sasa hivi alikuwepo yuko Otwin, yuko Diaz pamoja na Enrico. Sasa Diaz alikuwepo amechoka sana na mguu wake ulikuwa umeweza kupata majeraha. Kwa hiyo sasa alikuwa ameplani kabisa kwamba anahitaji kuweza kubaki katika eneo hili, hahitaji kuendelea na safari hii. Safari hii kwake ilikuwa sasa hivi ndio imeweza kufika mwisho kabisa. Diaz alikuwa anahitaji kufa, yani anataka kufa na Wolf vyovyote vile ambavyo wenzake wanaweza kumwacha. Basi walizidi basi kumshawishi vyovyote vile walivyokuwa wanaweza, lakini bado Diaz aligoma kabisa kuweza kuondoka katika eneo lile pale. Akabaki pale akiwepo anahitaji basi yeye kufariki katika eneo hili, huku wenzake wote wakiwa wanazidi kusonga mbele. Enrico pamoja na Otwin wakawa wanazidi kusonga mbele katika barafu hii, na wote wakaweza basi kuagana naye katika eneo lile pale, wakiwa na imani kwamba siku moja labda wanaweza kukutana katika nyakati nyingine. Sasa huku katika eneo hili la barafu, Otwin pamoja na Enrico walikuwa wanazidi kupiga hatua zao hapa na pale. Sasa katika story zao za hapa na pale wanaanza kuongelea mambo yao ya kipindi cha nyuma, lakini pia nyakati hizo wanakuja kushuhudia kwamba kuna miamba ambaye ni wale Wolf bado hawajaweza kuacha. Walipokuwa wanakimbia, mara ghafla Enrico alijikuta kwamba ameweza kuingia katikati ya mto. Katika mto huko, bahati mbaya zaidi, mguu wake uliweza kunasa katika jiwe. Ndani ya mto huu basi mwamba alikuwa anahitaji basi kupata msaada. Basi hapa Otwin alitumia jitihada zake zote kwa ajili ya kwenda kumsaidia Enrico katika nyakati hizo, kipindi ambacho anamvuta juu na kuweza kumpa hewa katika nyakati hizo. Kumbe mwamba chini huko hivi mguu wake ulikuwa umeweza kunasa katika jiwe. Basi hapo aliweza kufariki na aliweza kubakia pale mwamba mmoja tu, ambaye kwa hivi sasa ndiye ambaye alikuwa anatakiwa kwenda kukamilisha movie hii. Ndio stealing wa movie hii. Sasa alivyoweza basi kuchomoka pale baada ya kugundua kwamba mwenzake tayari alikuwa ameshaweza kufa, aliweza kufika katika eneo ambalo ni la safari ambayo alihitaji kwenda basi kwenda kuimalizia. Alisonga mbele na alichoka sana. Akaanza kujiuliza, kwa nini mbona wenzangu wote wameweza kufa? Alibaki na vitambulisho vya wenzake wote waliokuwa katika kundi lake. Alilia sana, lakini nyakati hizo alikuwa anajaribu kuweza kumwomba Mungu. Sasa kipindi ambacho anajaribu kuweza kuendelea na safari yake, ghafla aliweza kusikia sauti za hawa miamba Wolf katika paki yao ambao ni mpya. Akiwa anajaribu kuweza kujiuliza, inakuaje pia mmoja katika eneo hili hapa sikutegemea kwamba naweza nikaona hao Wolf. Alpha alikuwa ameshaanza kufika katika eneo lile pale. Yote haya hapa ni kisasi cha Wolf wengine waliokuwa wameweza kuuawa na kisha wakawala nyama. So walikuwa na Wolf na mwisho wa siku wanawala nyama, wanajikuta kwamba wao ni mamaster. Hasa nyakati hizi yeye ndiye alikuwa mbaki yeye peke yake na walikuwa wanazidi kumfuatilia. Alpha alikuwa ameplan sasa katika nyakati hizi yeye ndio aende kufanya mapigano baina yake yeye pamoja na Otwin. Aliwatuliza wenzake wote katika kundi lake zima la Wolf. Basi Otwin hapa alikuwa ameweza kujichanganya mzee. Nyakati hizo kipindi ambacho anaweza kujiandaa kwa ajili ya kuweza kupigana, aliandaa vitu ambavyo ni tofauti. Akaweza kujiweka vikopo ambavyo ni vya kupasuka, na maanisha kwamba ni vya glass. Akaweza kuvifunga na rubber band katika mkono wake, na kisha akaweza kupiga tepu juu yake tena. Kisha baada ya kuweza kupiga tepu ile akafunga tena kisu. Hapo ndipo ambako tunaweza kuona kwamba Alpha alikuwa ameweza kumvamia Otwin, na Otwin anakuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa anamalizia movie hii. Hatujui nini ambacho kiliendelea baada ya Otwin baada ya kuweza kupambana na mbwa huyu mwitu. Na mwisho wa siku Wolf huyu hatujui kama naye pia aliweza kufariki. Maneno ya mwisho tuliweza kusikia ni kwamba unapaswa uweze kupambana. Bana, Mr. Kunala zaidi kwa muda huu, ndisha comment yako hapo chini, uniambie umeonaje kazi hii. Bye bye for now.